Mheshimiwa Lukuvi amekuwa ni hazina kubwa katika bunge letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sio tu kwa sababu yeye amekuwa ndio mbunge ambaye amekaa katika bunge letu kwa muda mrefu na ndio alikuwa mbaki mbunge pekee ambaye aliingia katika bunge mwaka 1995 wakati mfumo wa vyama vingi vilipoanza, lakini ni mtu ambaye Mungu alimjalia kuwasaidia wabunge wote wapya maelekezo, uzoefu. Hakuwa na hiana au kumnyima mtu faida ya uzoefu aliokuwa nao. William Vagmembe Lukuvi, mwanasiasa mkongwe, aliacha alama isiyofutika katika uongozi wa nchi. William Lukuvi alizaliwa tarehe 24 Agosti 1955 nchini Tanzania. Ni msomi aliyepitia mafunzo ya juu katika taaluma mbalimbali, jambo ambalo limemjengea msingi imara wa uongozi wa utendaji katika nyanja mbalimbali za umma kwa nyakati tofauti. Lukuvi ameishi ndani ya siasa kwa muda mrefu, akihudumu katika nafasi mbalimbali serikalini. Akiwa mwanachama wa chama tawala cha Mapinduzi CCM, amewahi kuchaguliwa kuwa mbunge wa jimbo la Isimani kwa vipindi kadhaa, akiwakilisha wananchi wake kwa uaminifu mkubwa na uthabiti mkubwa. Katika ngazi ya kitaifa, Lukuvi aliwahi kushika nafasi ya waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi, moja ya wizara nyeti ambayo inahusika na masuala ya ardhi, upangaji miji na makazi ya wananchi, ambako uongozi wake ulihusishwa na juhudi za kuboresha mfumo wa ardhi na kupunguza migogoro ya ardhi nchini. Nchi hii sasa kuna matumaini ya kuanza kujitegemea kwa sababu ya rasilimali. Tunataka rasilimali hizo zionekane kwa watu, sio tena kuanza kutafuta watawala wengine waongezeke ili waendelee kula badala ya kuwalisha wananchi. Katika kipindi chake cha uongozi, Lukuvi alijulikana kwa mambo kadhaa. Moja ni kusimamia sera za ardhi kwa uwazi na wajibikaji, kupigania haki za wananchi katika umiliki wa ardhi, kuimarisha mipango ya makazi bora mijini pamoja na vijijini. Watu hawa kwa kushirikiana na watumishi wa serikali wa halmashauri kwenye viwanja na huku kwangu, wakishajenga, wakihalalisha kujenga kwenye miliki ambazo ni haramu, halafu wale wataalamu wangu wanaanza kuniandikia makaratasi yaje kwangu nikuletee wewe, ili ufute ile miliki ya yule mnyonge yule, ahalalishiwe huyu aliyejenga juu yake. Aidha, alionyesha uwezo wa kusimamia changamoto ngumu kwa ujasiri, hasa katika kushughulikia migogoro ya ardhi ambayo ni moja ya masuala nyeti ndani ya nchi yetu ya Tanzania. Sasa kwa sababu maneno haya aliyoyasema mheshimiwa kayarudia tena leo kwenye hotuba ya ofisi hii ya ofisi ya rais, sasa ikisemwa tu purukushani na Hansard inabaki na maneno yale yale, mimi niliomba mheshimiwa Spika afafanue kama anakubaliana na maelezo ya waziri aliyoyasema. Maana baada ya kusema waziri maneno ya serikali, taarifa ya serikali, ndipo yeye akajibu. Neno hili purukushani haliondoi tafsiri ya maneno yote yale na tuhuma zote alizozisema ndani ya Hansard. Kwa hiyo naomba ufafanuzi. William Lukuvi anaonekana kama kiongozi mwenye msimamo, anayependa haki, anajali maendeleo ya wananchi. Kauli na maamuzi yake mara nyingi yalilenga kulinda maslahi ya umma na kuhakikisha sheria zinafuatwa. Safari ya William Lukuvi ni kielelezo cha uongozi unaojengwa kwa uzoefu, uthabiti na kujitolea kwa taifa. Ni mfano viongozi waliotumia nafasi zao kuleta mabadiliko chanya kwa jamii kwa nyakati zote. Makala hii imeandaliwa na producer Ben Kiko kupitia Scout Television. Jina langu ni Emmanuel Po, lakini kumbuka kwamba Scout Television itapatikana kupitia majukwaa mbalimbali ya kijamii. Tufuatilie huko kote kwa habari mbalimbali za kijamii, kiuchumi na hata kibiashara. Pumzika kwa amani. William Vagmembe Lukuvi.